Mtazamaji, siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani huadhimishwa kila ifikapo Mei 3, ambapo huwa ni kilele cha maadhimisho hayo. Chuo Kikuu cha Iringa hakikuwa nyuma, kimeungana na jamii ya wanahabari duniani kote kwa kufanya maadhimisho ya siku 2 yenye kauli mbiu ya mwaka 2025 isemayo uhabarishaji kwenye dunia mpya, mchango wa akili mnembe kwenye uhuru wa vyombo vya habari. Maadhimisho katika Chuo Kikuu cha Iringa yalianza rasmi siku ya Ijumaa kuwakutanisha wanafunzi, walimu na wadau wa habari kwa pamoja. Maadhimisho yaliyofanywa na wanafunzi wa habari kutoka vitengo mbalimbali, kitengo cha television, radio, uchapishaji. Vitengo hivi vilikuwa ndani ya chuo na kufanya ufafanuzi wa kazi zao kwa kutoa elimu kwa wageni na wanafunzi wengine katika fani zingine mbali na fani yao ya uandishi wa habari. Katika kitengo cha mahusiano ya umma, wao walipata nafasi ya kwenda nje ya Chuo Kikuu cha Iringa, ambapo walikwenda kutangaza chuo vizuri huko nje. Pia walikwenda kuweka uhusiano mzuri na jamii inayotuzunguka. Kila kitengo kilipata nafasi ya kuonyesha ubunifu na kazi zao za kitaaluma, jambo lililowavutia wanafunzi wengine waliotembelea maonyesho hayo. Haikuishia hapo. Jumamosi ilikuwa ni siku ya pili ya shamra iliyoanza kwa uchaguzi wa viongozi wa Press Club, ambapo wanafunzi walijitokeza kuchagua viongozi wapya kwa njia ya kidemokrasia. Baada ya uchaguzi, bonanza la michezo lililohusisha mechi ya mpira wa miguu kwa wanaume na mpira wa pete kwa wanawake, likiwa na lengo la kukuza mshikamano na burudani kwa wanahabari ndani ya Chuo Kikuu cha Iringa. Siku zote Waswahili wanasema mbiu za sakafuni huishia ukingoni. Nami nipo ukingoni mwa makala haya nikisema maadhimisho haya si tu yalikuwa burudani na elimu, bali ni ukumbusho wa thamani ya uhuru wa vyombo vya habari kama mhimili muhimu katika jamii yoyote inayothamini haki na maendeleo. Ulikuwa nami Hawaidi.